Sote kwa pamoja tunajua nini kinachoendelea kunako dabi ya kali ya kwamba ilikuwa inawakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club, watani wao wa jadi, mechi ambayo imeahirishwa kutokana na sintofahamu zilizofanyika jana kunako uwanja wa Benjamin Mkapa, hasa pale ambapo Simba Sports Club walihitaji kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mchezo huo ambao ulikuwa unawakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club, lakini kutokana na kwamba Simba hawakupata nafasi ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kunako uwanja tajwa ambao mchezo ungefanyika, basi Simba Sports Club wakaamua kususia mchezo na leta timu uwanjani mpaka pale ambapo haki itatendeka, na kile kinachotajwa kuwa waliofanya hivyo ni mabouncer wa klabu ya Young Africans. Lakini kwa taarifa ambazo tulizonazo na zilizotufikia hivi punde, unaambiwa kwamba Simba Sports Club mpaka wanaamua kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kunako uwanja hawakutoa taarifa kwa maafisa wa mchezo kama jinsi ambavyo kikawaida ilitakiwa wafanye. Kwa nukta hiyo unaona kabisa kwamba Simba walikosa sifa ya kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mchezo huo ambao umetajwa hapo juu, mchezo ambao ulikuwa unatakiwa kufanyika leo majira ya saa 1:15 kunako uwanja wa Benjamin Mkapa hapo jijini Dar es Salaam. Lakini kutokana na sintofahamu hiyo, basi mchezo huo umeahirishwa mpaka pale bodi ya ligi itakapotangaza tarehe. Na kwa taarifa tulizonazo basi unaambiwa kwamba bodi ya ligi licha ya kwamba wameahirisha mchezo huo bado wanafuatilia na wanafanya uchunguzi. Endapo kama Simba Sports Club ataonekana ana makosa juu ya hiki, basi hatua stahiki zitachukuliwa, lakini pia kama Young Africans ataonekana ana makosa juu ya hiki, basi hatua stahiki zitachukuliwa. Licha ya haya yote yaliyotokea, Young Africans wamefikisha timu kunako uwanja katika kufanya warm up na kuhakikisha kwamba mechi hiyo inachezwa. Mashabiki wa klabu ya Young Africans waliingia uwanjani kusubiri mchezo huo ambao ulikuwa na hamasa kweli kweli kwa upande wa mashabiki wa Young Africans. Lakini katika wote hao mashabiki waliokuepo hatujaona mashabiki wa Simba, kutokana na kwamba Simba walikuwa wameshikilia msimamo wao kwamba hawatapeleka timu mpaka pale haki itakapotendeka na kuwajibishwa kwa wale ambao waliwazuia wasiingie uwanjani katika kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mchezo wao, na kitu ambacho ni haki kikanuni. Lakini unaambiwa kwamba Young Africans walipeleka timu uwanjani na mashabiki walijitokeza kweli kweli. Mara baada ya kuingia kwa basi ambalo lilikuwa limebeba wachezaji wa klabu ya Young Africans, unaambiwa mashabiki wa klabu ya Young Africans walisimama na kulikaribisha basi hilo kwa shangwe. Walijitokeza kweli kweli na kulikaribisha basi hilo kwa shangwe, huku wakishinikiza mchezo ufanyike na wakitaja jina la bosi wa klabu hiyo ya Young Africans GSM. Mambo yamekuwa mengi sana, sasa tukasema tusikae kimya, tukuletee taarifa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Basi sasa haikuwa hivyo. Kwa upande wa Haji Sande Manara bana aliweza kutoa yake ya moyoni kufuatia hiki. Yeye amesema kwamba kile kinachotajwa na uongozi wa Simba kuwa ni uvunjifu wa amani au kwamba wao hawajaridhishwa na kitendo ambacho kikanuni kilitakiwa kifanyike, basi yeye ameita ni upuuzi na kwamba ni ujinga usiovumilika. Kaweza kuainisha mechi kadha wa kadha ambazo Young Africans wameshiriki na wamecheza bila mashabiki, bila kufanya warm up kuelekea kwa mchezo wa mwisho. Baadhi ya mechi ambazo pia hata Simba Sports Club wenyewe alishawahi kucheza bila kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mechi husika. Basi amesema kwamba hiyo sio sababu na kimsingi hawakutakiwa wagomee mechi kutokana na hiyo sababu. Wao waseme tu kwamba walikuwa wana nia mbovu, nia potofu. Wamechungulia, wameona kwamba kama wangeweza kuingia uwanjani bila kufanya walichokuwa wamedhamiria kwenda kukifanya kunako uwanja huo, basi aibu ilikuwa inawapata wao. Kwa hiyo kwa nukta hiyo wameona wavunje na kugomea mechi ili wajipange vizuri endapo wapunguze tu idadi ya magoli ambayo wamechungulia wakayaona. Kiukweli leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3, basi kama zisingelia 8 basi zingelia 3. Kwa hayo yalikuwa tu ni machache kati ya mengi ambayo aliyazungumza Haji Sande Manara, lakini hakuishia hapo. Aliweza pia kumsihi rais wa klabu hiyo ya Young Africans kwamba asipokee
taarifa yoyote eti kwamba akubali mchezo upangiwe tarehe nyingine. Tofauti na hivyo basi mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans wataumia sana, kwa sababu wao mechi wanaitambua siku ya leo, wanatambua kwamba mechi itachezwa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Engineer Hersi Said asikubali kwamba mechi pangiwe tarehe nyingine tofauti na leo. Mechi ni leo na haina kipengele. Hao yalikuwa ni mazungumzo ya Haji Sande Manara kuelekea kwa sakata hili ambalo kwa sasa limezua sura mpya kutokana na kile kinachoendelea kunako mitandao ya kijamii, hasa kutokuwepo na kuahirishwa kwa mechi ambayo ilitegemewa kuchezwa siku ya leo kunako dabi ya Kariakoo, Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club ambao wamegomea mechi, na kwa nukta hiyo kwamba mechi imeahirishwa mpaka pale itakapopangiwa tarehe yake. Nimepita kunako kurasa tofauti za Instagram, watu kila mtu ameandika lake kuhusiana na hiki kinachotajwa. Kuna baadhi ya comment na kuna baadhi ya maandiko ambayo yameandikwa. Kuna huyu hapa ameandika hakika Simba iko juu ya kila kitu. Kugoma Simba, TFF wamekubali na kumsikiliza Simba. Lakini kuna huyu hapa amesema kinachoendelea ni kushusha na kudidimiza soka la Tanzania, mlilolitengeneza kwa muda mwingi mnaliporomosha kwa siku moja. Kuna mashabiki wamekata tiketi kutoka sehemu tofauti wamekuja kuangalia mechi, na mpaka sasa hawajui nini kinaendelea, watarudishiwa nauli au watarudishiwa pesa zao ambazo wamekata tiketi. Hasa haya yote mmeyataka nyie wenyewe. TFF inatakiwa ifikie hatua mwe mna maamuzi ya kweli bila kuangalia kwamba nani atanufaika na nani atapata hasara. Hizo zilikuwa ni baadhi tu ya chapisho ambazo zimechapishwa kunako kurasa tofauti za Instagram. Basi ni kuhusihi wewe, kwa wewe ambaye unafuatilia update hizi tunazokuletea kila siku kwa kutokana na sakata hili lilopo, hebu na wewe chalaza comment yako hapo kunako comment section, uniandikie kwamba unazitazama update hizi ukiwa sehemu gani na nini unachokiona kwa upande wako wewe. Ni kweli klabu ya Simba Sports Club walitazama kwamba mechi hii itakuwa na magoli mengi, wangefungwa magoli mengi, ndio maana wakaamua kususia na kuahirisha mechi, au ni nini kinachoendelea kwa upande wako mwanafamilia wa H&T Media? Hakikisha unaniandikia comment yako, alafu mimi comment nitakuja kupita nayo na kuhakikisha kwamba comment yako naisoma na kwamba naibeba kama ilivyo, kwa sababu sisi comment zako ni za muhimu sana. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati kutoka kila pande ya Tanzania. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo ndiko subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zinazokujia kila siku kila wakati kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Comment yako ni ya muhimu sana, endelea kuwa nasi katika updates zijazo. Bye bye.